tukipate kama watoto wa Mungu. Baadaye Mungu akitupa neema tutaendelea na somo letu, maana ni refu. Kwa hiyo tutakuwa na somo la leo lenye kichwa kinachosema badili mtazamo juu ya maisha yako. Hebu kwa kuwa siwezi kuwasalimia wote hapo, ningetamani niteremke. Hebu mwambie jirani yako kwa niaba yangu, mwambie badili mtazamo juu ya maisha yako. Rudia tena, mwambie badili mtazamo juu ya maisha yako. Hili ndio somo letu la leo, huku naandaa Biblia sasa. Kama umekuja na Biblia yako, tuweke mstari, tuweke msingi, baadaye tuendelee. Fungua kitabu cha Mithali sura ile ya 23. Mithali 23 na mstari wa 7a. Tutasoma wote, soma ile sehemu ya kwanza. Mithali 23 na mstari ule wa 7a. Badili mtazamo juu ya maisha yako. Biblia inasema kama ifuatavyo, ule mstari wa 7a. Maana aonavyo nafsini mwake sivyo alivyo. Mwingine anaona Biblia, lazima mkapeleke Biblia. Haya, tusome wote wenye Biblia. 1, 2, 3. Maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Yaani uonavyo nafsini mwako, nionavyo nafsini mwako ndivyo alivyo. Tazama, perception, wale wa lugha ya Kinyamwezi. Maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Mungu ametuokoa. Zungumza na kanisa, si ndio? Watu waliookoka tayari. Na kitokea utamwamini Yesu kwa katikati yetu, tukukaribisha wokovu. Mungu alipotuokoa amebadilisha nia zetu na maisha yetu yote kwa ujumla wake. Tumebadilika jamani. Ametutoa katika ufalme wa giza wa Shetani, wa Ibilisi, na kutuingiza katika ufalme wa nuru wa Yesu Kristo. Kwa hiyo tumepata transfer. Tulikuwa kwingine, tukapigwa transfer kwa kumwamini Yesu. Kwa hiyo hatuko kwenye ufalme ule wa zamani, tuko kwenye ufalme mpya wa nuru wa Yesu Kristo, kwa kusamehewa dhambi zetu na kufanya kuwa watoto wa Mungu. Na kwa njia hiyo basi, nafasi na mtazamo wetu umebadilishwa. Mtazamo na nafasi tuliyokuwa nayo umebadilishwa. Jambo la kwanza ambalo nataka tulizungumzie katika kubadilishwa, la kwanza, tumeanza kutazama mambo na vitu katika mtazamo na macho ya kimungu. Tumetoka kule, tulikuwa na mtazamo tofauti. Jambo la kwanza baada ya kubadilishwa, tumeanza kutazama mambo. Unayatazama mambo na vitu katika mtazamo wa kimungu. Unakuwa na macho tofauti na yale ya zamani, yale macho ya ndani yanayozungumzia. Kwa hiyo lazima kuwe na mabadiliko, na haya mabadiliko ni ya muhimu sana kwa mambo mawili. La kwanza,
ili Mungu aweze kuendelea kuzungumza na sisi, aweze kuwa na ushirika na sisi. La pili, ili Mungu aweze kututumia kama anavyotaka. La kwanza, aweze kuzungumza na sisi, tuwe na ushirika naye, lakini la pili, aweze kututumia kama anavyotaka. Niwapeleke sasa katika maandiko haya yafuatayo ili tupate picha nzuri. Fungua pamoja nami kitabu cha Waamuzi sura ile ya 6. Waamuzi sura ile ya 6 na mstari, tuanze na wa 11. Kitabu cha Waamuzi sura ya 6. Watakatifu tuko pamoja? Safi kabisa. Waamuzi 6, tuanze na mstari wa 11, tutasoma mpaka wa 16. Habari hii tunayokwenda kuisoma inamhusu kijana mmoja anaitwa Gideoni katika Waisraeli. Gideon, na Mungu akamtokea na alikuwa na haja naye amtumie, na katika kuzungumza naye ikaonekana ya kwamba mtazamo wake ni tofauti na ule ambao Mungu anamtazama. Na ni vizuri sana kukumbuka hili, wana wa Mungu, kwamba ni vizuri tujitazame kama Mungu anavyotutazama. Jitazame kama Biblia inavyokusema wewe ulivyo ni nani baada ya kumwamini Yesu Kristo. Naomba sasa tusome. Biblia inasema hivi: malaika wa Bwana akaenda kaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoashi Mwabiezeri, na mwanawe Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo. Ndani ya nini? Ya shinikizo, ili kuificha machoni pa Wamidiani. Pepeta ngano moja, nataka aifiche, maana Wamidiani waliokalia bahari walikuwa ni taifa adui wa Israeli, kama vile adui yeyote aliyeko anayesumbua maisha yako hata sasa. Kwa hiyo anataka aifiche dhidi ya maadui zao wa Midiani. Malaika akamtokea. Ule mstari wa 12 unasema hivi: malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, nani? Shujaa. Katika ulimwengu wa roho, Mungu anamtazama Gideoni kama shujaa. Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Katika macho ya nyama ni tofauti kabisa na huu mtazamo ambao alikuwa nao Gideoni. Kama angeendelea nao, asingeweza kuwakomboa Israeli. Bwana anamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. 13 inasema Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Midiani. Yeye katika kutazama kwake na uelewa wake alijua kabisa ya kwamba Bwana hayuko pamoja nao. Kwa nini? Wakati wanaendelea kukua, walisimuliwa matendo makuu ya Mungu. Mungu amepasua bahari ya Shamu, wamepita kama nchi kavu. Matendo makuu ya
kilichosababisha hayo matendo yafutike kwao, Israeli wakajichanganya, njia zao zikawa sio njia nzuri. Mungu akaruhusu vitu fulani vya kuwakamata ili waanze kumkumbuka Mungu. Sasa Gideoni amelishika hilo la kwamba kama kweli Mungu angekuwa pamoja na sisi, mbona sasa maadui wanatutesa namna hiyo? Sasa Mungu anakuja abadilishe kabisa mtazamo wake, na katika kubadilisha mtazamo wake aanze kumtafuta Mungu ili yale matendo aliyokuwa yanasimuliwa yaweze kurudi katika njia. Anasema yako wapi matendo? Hatuyaoni. Tulisimuliwa juu ya bahari ya Shamu ilipopasuka. Leo hii tunachezewa na Wamidiani mpaka ngano tunapoivuna tunaweka kwenye mapango. Yuko wapi Mungu ambaye tumesimuliwa habari zake? Lakini Mungu anajenga mtu, anamwambia inuka ewe shujaa, inuka wewe shujaa. Na mimi nilisikia furaha sana wakati najiandaa kwa Roho Mtakatifu, wakati kwa wakati huwa analeta ujumbe. Nikasikia moyoni ninaambiwa hivi, ndani kasauti kazuka ndani kananiambia ya kwamba Yerusalemu nina mashujaa. Yerusalemu nina mashujaa, nina vijana mashujaa, nina wanawake mashujaa, nina mababa mashujaa. Pokeeni ujumbe, wewe hapo ulipo ni shujaa wa Bwana. Sasa kama kuna changamoto haikufanyi wewe usiwe shujaa. Kwani shujaa hana changamoto? Muulize jirani, kwani shujaa hana changamoto? Wewe bado ni shujaa wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu hapa ameshindwa kulipa ada, lakini ananiambia tungelishika. Kama ningekuwa shujaa, ningekuwa nimeweza kulipa ada. Nataka nikwambie utalipa ada kwa sababu wewe bado ni shujaa. Kwa jina la Yesu utalipa. Lakini mtazamo juu ya maisha yako. Usijinyanyapaa. Hakuna atakaye kutumia. Mungu hata kutumia mtu mwenye kujinyanyapaa. Jitambua wewe ni nani katika Kristo. Simama wewe ni nani katika Kristo. Halafu tembea wewe ni nani katika Kristo. Halafu utaona jinsi Mungu atakavyokutumia. Pamoja na changamoto zako hizo hizo. Tena Mungu huwa anapenda kututumia katikati ya changamoto ili atukuzwe. Ili tusiseme ya kwamba ni kwa sababu nina uwezo. Yaani anakutumia kabisa huko bondeni, mambo yanaenda vizuri, unafanya jambo jema, baadaye unasema nimefanyaje hapa? Kumbe Mungu anasema anataka kumwambia kwamba asante Mungu kwa sababu ningekuwa sio wewe nisingeweza kufanya hili. Asubuhi ya leo Yerusalemu kuna mashujaa. Bwana anapenda kukutumia, Bwana anapenda kukunyanyua, anapenda kukutoa kwenye hali yako hiyo. Jiandae kwa sababu mbele yako kuna jambo kubwa Bwana atafanya kupitia wewe. Mchungaji sio mimi nimechoka kweli. Pole umechoka. Na mimi nakubaliana na wewe. Hata wanafunzi walichoka. Kile alipotokea wanaume Yesu Kristo walichangamka, na wewe changamka. Wewe ni shujaa. Muulize jirani yako anajisikiaje? Kuna kitu kimeanguka. Kuna kitu ni mzigo umeanguka. Baba tu ya dakika chache. Ni mzigo umeanguka. Tumshangilie Yesu. Neno lake lina nguvu, neno lake lina uwezo. Neno lake linabadilisha. Tufuatilie hiyo jamaa. Gideoni mejitetea pale. Hebu tusome mstari wa 14. Baada ya kuwa amesema hayo yote, mstari wa 14, Bwana naye, maana ni shujaa wake, Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu waokoe Israeli na mkono wa Midiani. Je, si mimi ninaye kutuma? Lile neno tunalomalizia
ndio ufunguo wa kila kitu. Je, si mimi ninayekutuma? Inuka uende kwa uwezo wako. Nafahamu Mungu akitaka kukutumia hata azima uwezo wa mtu mwingine akubadilike. Huo uwezo wako Sambula. Ongea na leo mtaji. Rejea, Mungu akitaka kukutumia hata azima kwa mtu akuongezee nguvu kutoka kwa mwingine. Atakwambia inuka Rejea, kwa uwezo wako huu ulio nao. Na wakati wote huwa hatutoshi. Nani huwa anasema nimetosha kabisa, yani nimefurika hamna, huwa hatutoshi. Sasa yeye anataka hiyo ndogo, kama alivyotumia yale mafuta ya chupa ya yule mwanamke wa Agano la Kale, yule mafuta kidogo. Sasa akiingia yeye na ukachanganya na uwezo wako huo mdogo, lazima kuna mlipuko wa ajabu, lazima kuna muujiza wa ajabu. Anachotaka umpe ulicho nacho, hicho ulicho nacho, uwezo wako huo ulionao huo, halafu yeye aingie pale na nyanyuka. Bwana asifiwe. Jamani, wale ambao tunashughulika na magari, kale kajeki umepata pancha na kaweka kajeki, ukiangalia jeki na mzigo nao unaliona ni gari, ukianza tu kukapiga na mlei jeki ile ya gari na kapiga na mlei, unaanza kuliona hata kama ni lori, unaanza kunyanyuka, linanyanyuka na kwambia, ukikaangalia kana kunyanyua ile gari ni jeki. Sasa nataka nikwambie, Yesu ni zaidi ya jeki. Katika jina la Yesu utanyanyuka. Kama umezama utanyanyuka. Mwambie jirani yako, unataka kuzama, utanyanyuliwa leo, utanyanyuliwa. Nuka kwa uwezo wako huo, kawaokoe njiani. Bado akaleta ajenda nyingine. Yaani Mungu ana uwezo huu mdogo, si mimi nitakuwa pamoja na wewe, fanya napenda mwenyewe. Mimi nachotaka nipate mahali pa kushika, nikutumie wewe, nguvu yangu ipitie kwako. Kitu ninachotaka, sitaki nguvu zako, nataka hicho kidogo ulicho nacho, uniruhusu nipite huko ili tukifaa uweze kuonekana. Ndivyo Mungu anafanya. Inuka Yesu. Badili tazama maisha yako. Mstari wa 15. Tuko pamoja. Mstari wa 15. Akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu, kuna hoja mbili alizitoa hapo. Ya kwanza ni hii: jamaa zangu ndio walio masikini sana katika Manase. Hoja ya kwanza hiyo, yaani masikini ni ule wa kutupa tuliona. Masikini mimi nitawaokoa Israeli nzima, ukoo ni wa hoi. Hoja ya kwanza hiyo. Hoja ya kwanza, masikini sana katika Manase. Halafu akaweka na nyingine, na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Mambo mawili haya, umasikini halafu mimi ni mdogo. Sisi ni masikini. Nani alikwambia Mungu anatumia tajiri? Nani alikwambia hawezi kutumia masikini? Sana mtajirisha. Akitaka kutumia wewe, sana mtajirisha. Nani anajua utajiri? Si ni yeye mwenyewe akasema sisi ni masikini. Yaani ni kama ule ufahamu wake na mtazamo wake ulikuwa, tungekuwa tunazungumzia mtu mwenye vizuri,
Ningekuwa namwangalia Gideoni, ni mtu amejiinamia hivi. Sisi ni masikini wa kutubu. Halafu mimi ndio bwana mdogo katika umasikini wetu huu. Halafu Mungu ananiambia mimi ni shujaa. Inawezekana namna gani? Mungu ananitia atakuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Atakuwa pamoja na wewe. Na neno hili atakuwa pamoja na wewe linabadili kabisa mtazamo. Hata kama nilikuwa mnyonge namna gani, Biblia inasema katika Warumi sura ya 8 mstari wa 31 kwamba tuseme nini juu ya haya? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yake? Mimi nimesimama hapa na Yesu amesogea sana, mimi ni masikini, lakini Yesu yuko pamoja na mimi hapa. Lazima kuna matokeo makubwa yatatokea, kwa sababu ninayetembea naye ni yeye aliyeumba mbingu na nchi, na vitu vyote vimefanyika kwa yeye. Ana uwezo wa kubadilisha. Badili mtazamo juu maisha yako. Yesu anaweza. Unalo jambo umekusumbua muda mrefu, unasema nitaendelea na hali hii mpaka lini? Nimejaribu hapa, nimeshindikana. Nimejaribu na kushirikisha watu wengine, nimeshindikana. Na mimi sikukatalii kwamba imeshindikana. Inawezekana kweli imeshindikana. Lakini nakuletea habari njema asubuhi ya leo. Habari za Yesu Kristo ambaye akisogea karibu na wewe, pamoja na madhaifu yote, pamoja na kukata tamaa, pamoja na changamoto zote, hali ya hewa lazima itabadilika. Lazima itabadilisha. Hiyo magonjwa lazima utabadilishwa. Hiyo shida lazima Yesu akiingilia kati utabadilisha tu. Labda usiwe tayari. Bwana Yesu. Baada ya hapo nini kilitokea? Tusome mstari wa 16. Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe, nawe utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Yaani utalipiga lile jeshi la Wamidiani kama unapiga mtu mmoja, kumbe unapiga jeshi. Baada ya hapo, kwa sababu ya muda, Gideoni akaanza tu kuomba ishara. Kwanza kasema ngoja nimjengee Bwana madhabahu. Tutasoma wenyewe baadaye. Jenga madhabahu, kutoa sadaka. Kujenga madhabahu maana yake kurudisha uhusiano na Mungu. Tunakutana kwenda pamoja watakatifu. Kujenga madhabahu upya maana yake madhabahu ilikuwa mahusiano yalikuwa mazuri. Akatoa dhabihu yake pale. Alipotoa dhabihu yake na ile dhabihu ilikubalika. Utasoma tu, tafadhali utasoma, ikakubalika. Ilikubalika. Sasa akauliza, nitawapigaje sasa? Akaenda tena akaomba ishara nyingine. Akaomba ishara kama mara mbili na zote zikatimizwa. Zilipotimizwa akaenda kuandaa jeshi. Naomba unisikilize sasa. Akaandaa jeshi la kwenda sasa kupigana na Wamidiani. Na jeshi hilo lilikuwa na watu 32,000. Jeshi la watu wangapi? 32,000. Akamwambia Bwana, sasa niko tayari nikawapige Wamidiani na hilo jeshi. Alipoliandaa ile jeshi kwa nia njema, Mungu akamwambia hivi, ili Israeli wasije wakajivuna kwa sababu ya jeshi kubwa, wakasema nguvu zao ndio zinawaletea ushindi, ninaomba punguza hilo jeshi. Nipunguze watu wangapi? Punguza watu 22,000. Weka kando wote. Kutoka 32. Nipunguze watu 22. Nibaki na 10,000. Ndio. Fanya hivyo. Akatangaza, jamani, na maelezo yako pale. Akatangaza, jamani, kuna mtu yoyote anaogopa vita hapa ili awachuje yeye mwenyewe. Wakuogopa vitani wao hata kama wote wananyota. Kainua mikono. Kuna ofa wale ambao wanaona wanaogopa. Ninaomba mkae upande huu, wakajitokeza na nyota zao kupekana. Sisi wakahesabiwa 22,000. Akawaambia, naruhusiwa naendeni
nyumbani. Akaondoka, anasema tumefanya vizuri bwana, tukaona na familia zetu. Akaondoka. Mungu wa ajabu sana. Alimwambia ya kwamba Bwana yupo pamoja nawe wewe shujaa. Baada ya wale 22,000 kuondoka, Mungu akawahesabu akakuta kweli wamebaki 10. Akamrudia tena, Gideoni, bado wengi sana. Bado nimekumbuka 22,000. Nimebakiza 10. Kama ingekuwa wanajibizana kwa hoja, unataka tupigwe, lakini haijaandikwa. Akamwambia kwa Mungu, wabaki wangapi? 10,000. Kamwambia na hao ni wengi sana. Nataka utukufu. Nataka ijulikane ni mimi ninayetenda kazi. Sasa akamuuliza Mungu, sasa unataka wangapi sasa? Mungu akamwambia hivi, katika 10,000 ninataka 300 tu. Pikeni mahesabu, 10,000 kutoa 300. Walioinuliwa ni wangapi? 9,700. Anataka 3,000. Na kamuuliza sasa, Mungu nilishatangaza wale waovu wameondoka. Sasa safari hii ninawachuja vipi nipate 3,000 peke yake? Mungu akamwambia, jamani Biblia ni tamu. Mungu akamwambia hivi, sasa ninaomba hawa watu wana kiu ya muda mrefu. Ninaomba uwapeleke sasa kwenye maji. Wakanywe maji. Sije nilikuwa kwenye mto, wasogeze wanywe maji. Maana jeshi lazima naenda kwa amri. Huwezi tu kwenda kunywa maji. Lazima waambiwe maji na kunywa moto. Sasa akasema hivi, nipelekee hawa watu wakanywe maji. Sasa nitawachuja kwa njia ya kwanza. Wale watakao kunywa maji wakiwa wanayalambalamba hivi kama mbwa, waweke kando. Tunakwenda pamoja kanisa. Mitihani ya Mungu hii. Wale watakaofika kwenye maji, wayanywe maji kwa kulambalamba hivi kama mbwa, huku wakiwa wameinuka namna hii, wanalambalamba hivi kama mbwa, niwekee kando. Na wale watakaofika pale kwenye maji, wapige magoti na kuinama kunywa maji, niwekee kando. Alafu mimi nitakwambia ni kundi gani nalitaka kutana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana yupo pamoja nawe shujaa, lakini nataka kubadilisha mtazamo. Ujione wewe ni nani katika yeye. Akatangaza, akamwambia jamani, naomba wale wanaotaka kunywa kwa kulambalamba kama mbwa wasogee. Wakajitokeza. Na wale wanaotaka wapige magoti kabisa, wanywe maji wakiwa pale na starehe kabisa wako pale, na wao wajitokeza. Na wakajitokeza. Nataka kujua mahesabu yalivyokwenda. Yako hivi, wale waliokunywa maji kwa kulambalamba hivi kama mbwa walikuwa 300 kamili. Familia Yesu 300 kamili. Kabisa 300. Na wale wenzangu mimi wale wanasahau kwamba wako vitani, wakafika na kupiga magoti kabisa pale na kuinama chini, hata hawezi kumwona. Walikuwa wangapi sasa ukitoa wale vitani? Hebu mshangilie Yesu kwa makofi na vigelegele. Baada ya hapo Mungu akamwambia hivi, kwa hao 300 nitawapiga Wamidiani. Kwa hao 300 nitawapiga Wamidiani ili wajue kwamba kuna Mungu katika Israeli. Na wewe ndio utakuwa kamanda wa hilo jeshi na watu 300. Unakutana watu 1000, una nguvu kidogo, lakini Yehova yuko pamoja na wewe. Utakimbiza 1000, utakimbiza majeshi. Majeshi yote ya adui hayatakuweza. Tangu hivi kitambue wewe ni nani na una nani. Ukijiona ni mnyonge, utakuwa mnyonge mpaka mbele ya adui zako. Ukijiona ni shujaa, utawatisha hata wale ambao wanakuzidi uwezo.
kwa sababu unaye aliye mkuu kuliko yeye aliye katika dunia hii. Wewe ni shujaa wa Bwana. Mwambie jirani yako, wewe ni shujaa wa Bwana. Wewe ni mwana wa mfalme. Sema haya maneno, wewe ni mwana wa mfalme. Wewe ni kiumbe kipya ndani ya Kristo. Ya kale yalishapita, na kwa kuwa yalishapita, wewe uko upande wa jeshi la Bwana. Wewe ni mwana wa Mungu, na wale wa Mungu daima wanashinda. Walio upande wa Kristo daima wanashinda. Hakuna mwana wa Mungu ambaye anashindwa akiwa na baba yake. Sasa shida yetu wa Pentekoste, mimi nitaweza. Fulani ameshindwa, mimi ndio nitaweza. Achana mfano mbovu, fuata mifano ya kwenye Biblia. Mifano ya Biblia inasema sisi ni washindi, sisi ni washindi. Wewe ni mshindi, wewe ni shujaa. Acha kunialia, wewe ni mwana wa mfalme, wewe ni mwana wa mfalme. Baba yetu ni mfalme na sisi ni wafalme. Watu wengine wameshindwa hata kufanya maendeleo kwa sababu ya mindset, mentality. Hapa sawasawa. Umelelewa katika mazingira ya kuambiwa wewe utaweza. Wangapi wamejaribu? Unajaribu kuanza kuweka biashara, wanakutembelea wale washabiki wa kuvunja moyo. Nakwambia nakuhudumia sana. Na wewe umeanza biashara. Hakatafika popote, mwambie toka kwa jina la Yesu. Itapaa biashara. Hii biashara itapaa. Hii biashara itabarikiwa kwa sababu ni ya mtoto wa Mungu, ni ya mwana wa Mungu. Acha kuniletea mfano mbovu. Kwani wanaanza kazi? Mamilionea walianza walianza polepole. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Badili tazama juu ya maisha yako. Wewe ni mwana wa mfalme. Wewe ni shujaa katika Kristo. Ni somo limekubariki sana. Natamani nifike tikise na mkono. Kitu nanielewa? Nikutikise, ujitambue wewe sio wa kawaida. Hebu nisaidie jirani yako, mwambie wewe sio wa kawaida. Wewe sio wa kawaida. Wewe sio wa kawaida. Yesu akiwa upande wako, wewe sio wa kawaida. Wewe unafukuza majeshi ya adui wewe. Kwa hiyo yatazame mambo kwa mtazamo na macho ya kimungu. Kama Mungu anavyotazama mambo, ingia mle utazame kama Mungu anavyotazama kiBiblia. Utapenda. Jambo la pili, nafasi yetu, nafasi yangu. Nafasi yetu katika Kristo ni nafasi ya juu kabisa katika ulimwengu wa roho. Hebu tuende haraka katika Waefeso sura ya 2. Nafasi ulio nayo ndio ni ya juu katika ulimwengu wa roho. Ni ya juu. Waefeso sura ya 2. Twende haraka. Efeso 2 mstari wa 4 mpaka 6. Nafasi yetu katika Kristo ni nafasi ya juu kabisa katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Lakini mtazamo juu ya maisha. Biblia inasemaje watakatifu? Tumefika. Inasema hivi Waefeso 2:4. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Tumeokolewa kwa nini? Kwa neema. Tumehuishwa katika Kristo. Yaani kupitia Kristo. Ule utu wetu kufu ule wa zamani, wa dhambi, kupitia Yesu Kristo, kwa kumwamini yeye tukahuishwa, tukaokolewa kwa neema, tukafanyika wapya.
yaani mmeokolewa kwa neno. Sawa sawa. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye. Haleluya! Jamani, Bwana sifiwe sana. Akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Katika ulimwengu wa roho, wewe na mimi tumeketi pamoja na Kristo. Yaani alipoketi Kristo katika ulimwengu wa roho, sio wanyama, ule wa roho, na wewe umeketi pale. Usijitoe pale, kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Umeketishwa pamoja na Kristo kwa kwenye leo, kwenye ulimwengu wa roho, kwa kwenye leo ya Kristo. Ndio maana kuna mahali Biblia inasema Yesu ndugu yetu mzaliwa wa kwanza. Na kwa mstari mzaliwa wa kwanza Yesu Kristo. Yaani kwenye ulimwengu wa roho wewe umesamehewa dhambi zako, zimefutwa, umeokolewa kwa neno, ya kale yamepita. Baada ya hapo umepelekwa wapi? Umeketishwa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho. Ndio maana una mamlaka dhidi ya nguvu za giza, kwa sababu umeketi kwenye ulimwengu wa roho pamoja na Kristo. Ndio maana tunasema kwa jina la Yesu. Unamsikia yule jamaa anaanza kupiga kelele kwa sababu umeketishwa pale. Mwambie jirani yako, umeketishwa kwenye ulimwengu wa roho. Ndugu yangu wewe, ndipo nafasi yako ilipo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wananiangalia kama mandazi. Umeketishwa hapo wewe. Mshangilie Yesu kwa makofi na vigelegele. Uko kwenye level ya juu sana. Wewe uko very high. Uko juu kwenye ulimwengu wa roho. Kujitambua. Mwingine anasema mimi kweli naye kaanga mchicha, nimeketishwa pamoja na Kristo. Pamoja na mchicha wako umeketishwa katika ulimwengu wa roho ya Yesu Kristo. Basi mtazamo tule maisha. Wewe unatamani sana. Na mashetani wanajua. Ndio maana kuna watu fulani wakajaribu kukemea pepo. Nakumbuka Matendo ya Mitume. Hawajaokoka. Wakaanza tunakukemea kwa jina la Yesu aliyehukumiwa na Paulo. Kumbe hawajaokoka. Kumbe ulimwengu wa roho unatambua. Kwanza yakawasikiliza. Baadaye yakawauliza nini tunataka nini? Si yakawavamia, yakawabarua, yakawapiga, yakawatandika. Kwa sababu waliiga. Lakini wewe uliye katika Kristo kweli kweli umeketishwa kwenye mamlaka ya juu katika ulimwengu wa roho. Na mapepo wanajua, na mashetani wanajua, wanakutambua wewe. Hujajifanya mwenyewe, umehamishwa, tumesoma, umehuishwa, ukahamishwa, ukaketishwa pamoja na Kristo. Ndipo nafasi yako kwenye ulimwengu wa roho. Hata kama unajiona mnyonge namna gani, leo nakutangazia kwa neno la Bwana, wewe uko kwenye level ya juu katika ulimwengu wa roho. Yaani mimi naye kula ugali wa muhogo kweli, wewe huyo umeketi juu katika ulimwengu wa roho. Cha muhimu unaye Yesu Kristo. Unaye Yesu Kristo. Na Biblia inasema yeye aliyemo ndani yetu ni mkuu kuliko aliye katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Mama unatoa sadaka, peleka hapo kwenye nilishafundisha. Peleka hapo. Leo somo umeliona. Dada yetu amebarikiwa na wewe umebarikiwa. Sasa ukitaka kutoa sadaka ipeleke hapo kwenye madhabahu, barikiwa mama. Maana watu tunaangalia mtume wanavyofanya. Ingekuwa hapo, ingekuwa ya kwangu, ningemwambia leta hapa mama, mbona nikwambia wewe. Na ningeanza kusisitiza na wengine ukisikia na wewe. Sisi sio mtume na manabii bwana. Sadaka kwenye kitunga cha sadaka. Ukibarikiwa hata ukiinuka tu kaanza kuchezesha kiti sina neno na wewe. Unataka kutoa sadaka, pitiliza kaileta hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umeketishwa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho. Jitambue. Jitambue. Twende Timotheo wa pili.
karibia kumaliza. Nakuna kumaliza. Unasikia mtu anasema unahubiri kifupi. Hicho kifupi kidata sasa kitabadilisha maisha yako. Naweza nikawachukua masaa mawili hapa kama mtu apokee, hata kama ningewahi matatu hapa. Yaani dakika 5 za kupokea neno zinaweza kubadilisha mustakabali wa maisha yako forever. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15. Mtume Paulo akimtia moyo kijana wake Timotheo, kumwambia maneno yafuatayo. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15. Namwambia jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la nini? Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno lake. Jionyeshe, elewa kwamba una kibali mbele za Mungu. Kuna mahali mwingine anaambiwa mtu asikudharau jana, mtu asikudharau, asiudharau jana. Na tunaodharauliwa kwani ni vijana, hata wazee wanadharauliwa, waume wakati wanadharauliwa, wamama wanadharauliwa, mabinti wanadharauliwa. Nasema mtu asiudharau ubinti wake, ubaba wake. Kijana, simama, jihakikishe tu ya kwamba unatembea naye Yesu. Jithibitishe wewe unayo mamlaka katika ulimwengu wa kutembea na Yesu, na mamlaka ikuwa ndani yako. Mtu yeyote sikudharau. Malizie mfano wa wapelelezi 12. Kitabu cha Hesabu sura ya 13. Nitakupa tu mistari tutakwenda kusoma. Kitabu cha Hesabu sura ya 13 mstari wa 17 mpaka wa 35. Hesabu 13:17 mpaka 35. Musa akatuma wapelelezi 12 kapeleleza nchi ya Kanaani. Habari hii mnaifahamu. Walipofika kule wakagawanyika. Wale 10 wakaleta habari mbaya. Kwa nini? Walikuwa na mtazamo hasi. Wakafika kule pamoja na kwamba Mungu amewafiki atawapa ile nchi. Walipofika pale mtazamo wao ukawa hasi. Wakawa wanaona wamefika, wanaona ni majitu makubwa. Wanasema tunaona waanamke. Tukajiona sisi ni panzi. Yaani Mungu alituma panzi. Unafika kule unajiita panzi. Wakati Mungu amekuita wewe ni mtume, ukapeleleza nchi, ulete habari njema, wana wa Israeli waingie, wewe unafika unajiita panzi. Tazama wa panzi lazima utoweke kwa Pentekoste. Bwana Yesu asifiwe. Mtazamo wa panzi usiweke Yerusalemu kwa jina la Yesu. Mtazamo wa panzi usiweke kwenye familia yako. Hakuna panzi kwenye familia zetu. Tuna majianti waliooshwa kwa damu ya Yesu Kristo, watu wenye ushindi, watu wenye kushinda. Hao ndio tunao. Hatuna panzi kama wale watatu hao wapelelezi. Katika hao 12 anaitwa Caleb na Yoshua. Akasema wale baada ya kutoa ripoti wakasema kweli tumewakuta, lakini wale ni chakula, wale ni mboga kwetu wale. Kwanza uvuli umeondolewa, hawana lolote. Tukimwamini Bwana tutashinda. Hakika wawili katika watu 12 hao walikuwa na mtazamo wa kimungu, wanaangalia mambo kama Mungu anavyoangalia, wanaangalia mambo sawasawa na haki za Mungu. Na hao wawili Caleb pamoja na Yoshua ndio walikanyaga Kanaani kwa sababu ya mtazamo, perception yao tofauti.
unajiona mnyonge na maadui wanakuona mnyonge, naisha. Lakini ule mtazamo wa kimungu wa kusema Mungu akiwa upande wetu, nani atakuwa juu yetu? Hata kama ulikuwa kweli uko katika hali ya mahangaiko, ile nguvu inaanza kuongezeka kwa sababu unamtumaini na kumtegemea Mungu. Nguvu zinainuliwa ndani yako, unashinda. Badili mtazamo juu ya maisha yako. Kama Mungu amesema wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mshindi katika Kristo, tembea katika hayo, na kwa kufanya hivyo tutadhirizi ahadi za Mungu tulizopewa na Mungu katika neno lake. Mungu wa mbinguni atubariki na simama, mwambie tena jirani yako, umebadili mtazamo wako wa maisha yako. Haya, umeshabadili. Simama sasa, tunamwomba Yesu. Ni vizuri kujifunza kwa kina Yoshua na kina Caleb na kina Timotheo na wengine. Naomba praise Mungu. Tuimbe wimbo. Kuna imba ndani yako asubuhi. Ule unaosema sijui utendavyo, lakini ukitenda yote yanakamilika. Sijui ufanye, lakini ukitenda yanakamilika. Wakati Mungu amemchukua Gideoni katikati ya jeshi la Wamidiani, usingeweza kujua nini kinatokea. Anaambiwa punguza jeshi, punguza jeshi, ni wengi mno hawa, nataka ionekane mimi ndio nimefanya, sio mimi nimefanya. Watu 32,000 wakabaki 300 ndio waliosimama nao, na anamwambia inuka kwa uwezo wako, kwa uwezo wako huu nitawapiga Wamidiani. Na mimi nataka nikwambie kwa furaha ndani ya moyo wangu, kwa uwezo wako huu, kwa kiwango chako hicho ulicho nacho, neema ya Mungu ije juu ya hicho kiwango chako, maajabu yatatokea. Wewe wako
jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Milango ifunguke, funguke, funguke, funguka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Kama ni uponyaji pokea. Kama ni muujiza aina yoyote unayotamani pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Na kila vifungo havina sehemu katika mwili wako. Vifungo vya aina yoyote tunavivunja kwa damu ya Yesu. Na vivunja kwa jina la Yesu. Milango ya baraka, milango ya ushindi, milango ya mafanikio ikaja juu yako, ikaja juu yako, ikaja juu yako, ikaja juu yako. Ulichokisubiri kwa muda mrefu, Bwana akupatie, Bwana akukirimie, Bwana akupe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Pokea sifa na utukufu katika jina lako. Na wote tuseme amen. Mpe sifa ya shangwe na makofi Yesu. Na tukatembea ukarudi kwenye nafasi yako. Mungu wa mbinguni awabariki.